Vita kati ya Urusi na Ukraine vinaingia katika hatua mpya ya kiteknolojia baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Washington itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza makombora ya kujihamia Patriot, moja ya mifumo yenye uwezo mkubwa zaidi wa kuzuia mashambulizi ya makombora na ndege za kivita. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa mkutano wa NATO nchini Uturuki, ambapo Trump alimweleza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuwa Marekani itashiriki teknolojia ya utengenezaji wa Patriot ili Ukraine iweze kujitengenezea silaha hizo badala ya kutegemea misaada ya nje. Hata hivyo, Trump hakutoa muda rasmi wa kuanza kwa uzalishaji huo na akasisitiza kuwa Marekani itaendelea kuhifadhi akiba yake ya mifumo hiyo. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema hatua hiyo inaweza kuisaidia Ukraine kwa muda mrefu kujenga uwezo wake wa kujilinda, ingawa haitobadilisha hali ya mapambano mara moja. Wengine wanaamini kuwa Kiev inaweza kuanza kutengeneza baadhi ya makombora kwa muda mfupi kuliko ilivyotarajiwa ikiwa itapata teknolojia na usaidizi wa kutosha kutoka Marekani. Wakati huo huo, vita hivi vinaendelea kubadilika kutoka matumizi ya mizinga na magari ya kivita kuelekea matumizi makubwa ya drones, robots za ardhini na akili bandia AI. Vikosi vya Ukraine sasa vinatumia drones za upelelezi na mashambulizi kwa kiwango kikubwa kufuatilia na kushambulia wanajeshi wa Urusi kwa usahihi mkubwa, huko roboti maalum zikitumika kusafirisha silaha, kuokoa majeruhi na hata kushambulia ngome za adui. Aidha, kampuni zinazotengeneza drones zimeanza kutumia teknolojia AI inayoweza kutambua malengo ya kijeshi bila kuathiriwa na mifumo ya Urusi ya kuzuia mawasiliano ya kielektroniki, na huku wachambuzi wanaamini kuwa teknolojia hiyo inaendelea kubadili kabisa namna vita vinavyopiganwa katika karne ya sasa. Kwa upande mwingine, Ukraine imeongeza mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Urusi, kwa kuwa wiki hii peke yake mashambulizi ya drones yaliripotiwa kulenga miundombinu ya mafuta, vituo vya kijeshi na viwanda katika maeneo mbalimbali ya Urusi, ikiwa ni pamoja na kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta mjini Omsk nchini Siberia. Kiev inaamini mashambulizi hayo yanapunguza uwezo wa Urusi kuendesha operesheni zake za kijeshi. Hata hivyo, wataalamu wa kijeshi wanaonya kuwa licha ya mafanikio hayo, hakuna upande unaoweza kupata ushindi wa haraka kupitia mashambulizi ya anga peke yake. Wanasema Urusi bado ina uwezo mkubwa wa kujibu kwa mashambulizi makali dhidi ya Ukraine, jambo linaloendelea kusababisha vifo vya raia na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi dhidi ya Kiev yaliyohusisha mamia ya makombora na drones yakisababisha vifo vya watu kadhaa na kuharibu majengo ya makazi. Tukio hilo limeonyesha kuwa licha ya maendeleo ya teknolojia ya kijeshi ya Ukraine, raia bado wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa kivita. Katika uwanja wa kidiplomasia, wachambuzi wanaamini mafanikio ya hivi karibuni ya Ukraine yanaweza kuishinikiza Urusi kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, hakuna dalili za haraka kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kubadili msimamo wake, huku mapigano yakiendelea na kila upande ukijaribu kupata faida ya kijeshi kabla ya kufikia makubaliano yote ya kusitisha vita.